Naam, habari kubwa asubuhi hapa mpenzi mtazamaji. Jumatatu ya leo tunaambiwa kwamba maelfu ya waandamanaji waliandamana nchini Marekani kupinga sera ya Trump. Maelfu ya watu walijitokeza siku ya jana katika maandamano katika miji mikubwa nchini Marekani kupinga baadhi ya sera za Rais Donald Trump ambaye aliingia madarakani mwezi Januari mwaka huu wa 2025. Miongoni mwa sera zake ambazo zinapingwa na waandamanaji hao ni pamoja na za uchumi, kupunguzwa kwa wafanyakazi wa serikalini, ushuru, uhamiaji pamoja na haki za kibinadamu. Maandamano hayo ya siku ya jana yamefanyika katika maeneo takriban 1200 ya majimbo yote Marekani. Nakwambia waratibu wake ni pamoja na mashirika ya kiraia, vyama vya wafanyakazi, watetezi wa mapenzi ya jinsia moja pamoja na wanaharakati wa uchaguzi. Donald Trump amewakasirisha Wamarekani walio wengi kwa hatua yake kali ya kupunguza serikali pamoja na kuwalazimisha raia kufuata maadili ya kifahidhina pamoja na kuzishindikiza vikali hata nchi rafiki kwa Marekani katika masuala ya mipaka pamoja na biashara. Waratibu wa maandamano hayo ya amani wamesema kwamba walitarajia kuwa yangehudhuriwa na watu takriban 20,000 lakini waliojitokeza ni zaidi ya idadi hiyo. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, waandamanaji hao basi kule Iran, Tehran pale, tunaambiwa nchi hiyo imekataa kabisa mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbasi amepinga nchi yake kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, akisema kwamba hayatakuwa na maana yoyote. Ametoa kauli hiyo siku ya jana Jumapili mara baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema hivi karibuni kuwa angependa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Irani kuhusu swala hilo. Kiongozi huyo amefafanua kuwa mazungumzo ya moja kwa moja hayatakuwa na tija kwa kuwa mara zote upande wa pili umekuwa ukitishia tuhuma kimabavu. Anakwambia hatua ambayo inakiuka azimio la Umoja wa Mataifa, na hata hivyo amesema taifa lake litaendelea kuzingatia demokrasia pamoja na kwamba iko tayari kutumia njia ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Nchi za magharibi zikiongozwa na Marekani kwa miongo mingi sasa zimekuwa zikituhumu Irani kwa kwamba inafanya harakati za kutengeneza silaha za nyuklia. Teherani hata hivyo imezikanusha kabisa shutuma hizo na inadai kwamba shughuli zake za nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia pekee. Mpenzi mtazamaji, tukiwa bado tuko huko Mashariki ya Kati, sasa twende paka Lebanoni. Lebanoni pale tunaambiwa kwamba maafisa wa Lebanoni pamoja na Marekani wamejadili kusini mwa Lebanoni. Maafisa wakuu wa Lebanoni wamesema mazungumzo ya siku ya jana pamoja na naibu mjumbe maalum wa Marekani kwa Mashariki ya Kati Organ yalikuwa ni ya tija na ambayo yaliyoangazia kusini mwa Lebanoni. Taarifa kutoka katika ofisi ya rais imesema kuwa rais wa nchi hiyo Joseph Arouni alijadili kuhusu eneo la kusini mwa Lebanoni, kazi ya kamati ya kimataifa pamoja na ufuatiliaji mizozo na kujiondoa kwa Israeli kutoka katika eneo la Lebanoni. Katika taarifa, ofisi ya waziri mkuu Naur Salam pia imesema kwamba mazungumzo pamoja na mjumbe huyo yalikuwa ni chanya. Ziara ya pili ya mjumbe huyo nchini Lebanoni ni baada ya kuteuliwa na rais wa Marekani Donald Trump, inakuja katika wakati ambapo Israeli inaendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanoni licha ya kusitishwa kwa mapigano pamoja na Hezbollah mnamo Novemba 27 pamoja na vikosi vyake vikisalia katika maeneo kadhaa kusini mwa nchi hiyo. Mpenzi mtazamaji, tukitoka Mashariki ya Kati basi moja kwa moja twende Ulaya pale tunakutana na taarifa hii kutoka pale nchini Ukraine ambapo tunaambiwa rais wa nchi hiyo ameukosoa ubalozi wa Marekani nchini humo. Rais wa Ukraine Zelensky ameukosoa vikali ubalozi wa Marekani nchini Ukraine kwa kile ambacho amekiita ni kauli dhaifu kabisa ambayo haikuilaumu Urusi kwa mashambulizi ya makombora ambayo yaliua watu 18. Katika chapisho kupitia mtandao wake wa kijamii, Zelensky amesema kwamba hatua ya ubalozi huo wa Marekani ni ya kushangaza sana na kuongeza kuwa inaongopa hata kulitaja jina la Urusi ambayo inapozungumza kuhusu makombora hayo ambayo yameua watoto.
Hapo siku ya jana, balozi wa Marekani nchini Ukraine aliandika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii ambapo hakusema kwamba hakukuwa na idadi kamili ya watu ambao waliuawa. Amesema kwamba nimeshtushwa sana leo usiku, kombora limerushwa karibu na uwanja wa michezo na mgahawa huko Kharkiv. Zaidi ya watu 50 wamejeruhiwa na 16 wameuawa, ikiwa ni pamoja na watoto 6. Hii ndiyo sababu ya vita, lazima visitishwe. Maoni mengi chini ya mapishano ama chapisho hilo yalimkosoa balozi huyo kwa kutojali kwamba Urusi ilifanya shambulizi hilo. Na wakati huo, wakati rais huyo akiwa analalamika, Urusi bado inaendelea kuishambulia Ukraine, na usiku wa kuamkia leo hii imeishambulia Ukraine kwa drone pamoja na makombora. Idara ya ulinzi ya anga ya jeshi la Ukraine imesema kwamba imezuia makombora 13 kati ya 23 pamoja na drone 40 kati ya 109 ambazo zilirushwa kutoka Urusi katika mashambulizi ambayo yamefanya usiku kucha kuamkia leo hii. Idara hiyo imesema kwamba drone takriban 53 kati ya 109 ambazo zimerushwa zilipotezwa na zikapotea mwelekeo. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi tu baada ya Urusi kukiri kuwa imefanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine ambayo yalilenga maeneo kadhaa ikiwemo mji mkuu wa Kyiv. Gazeti la mitandaoni la Kyiv Independent limemnukuu meya katika jiji hilo akisema kuwa watu kadhaa wamejeruhiwa baada ya kuangukiwa na maporomoko ya majengo ambayo yalilengwa wakati wa mashambulizi hayo. Katika hatua nyingine, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kwamba imezidungua droni takriban 11 za Ukraine ambazo zilirushwa usiku wa kuamkia leo hii. Mkoa wa Kursk pamoja na Belgorod ni miongoni mwa sehemu ambazo droni hizo ambazo zilizuiliwa. Kaimu gavana katika eneo hilo amesema kwamba hakuna majeruhi ambao waliotokana na shambulizi hilo, lakini baadhi ya majengo ya utawala yameharibiwa vibaya. Penzi mtazamaji, basi moja kwa moja twende tukaangalie taarifa hii kutoka katika bara letu la Afrika, na moja kwa moja natupeka paka pale Sudani ya Kusini, ambapo tunaambiwa kwamba Marekani imebatilisha visa zote za raia wa Sudani ya Kusini. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba nchi yake itazibatilisha visa zote za raia wa Sudani ya Kusini ambao wanaishi nchini Marekani. Amesema kwamba hatua hiyo imechukuliwa kwa kuwa taifa hilo la Afrika limeshindwa kabisa kuwapokea raia wake ambao walifukuzwa kutoka Marekani. Waziri huyo amefafanua zaidi kuwa licha nchi inapaswa kuwakubali wananchi wake kwa wakati mara tu wanapofukuzwa na mataifa mengine ikiwemo Marekani, lakini serikali ya mpito ya Sudani Kusini imeshindwa kuheshimu kanuni hiyo. Anasema kutokana na hilo basi wizara yake imezuia pia kutolewa kwa visa mpya kwa wananchi wa taifa hilo ili kuwazuia wasifike kabisa Marekani. Na hata hivyo, waziri huyo Rubio amesema nchi yake iko tayari kutathmini upya uamuzi huo pale tu serikali ya Rais Salva Kiir itakapotoa ushirikiano. Penzi mtazamaji, hayo ndio nilikuwa nimekuandalia Jumatatu leo tarehe 7 mwezi huu hapa wa 4 mwaka huu wa 2025. Hii hapa ni Mpimbwe Home. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.